Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri ndani ya klabu ya soka ya Simba kuelekea katika michezo ambayo kwa sasa wanaicheza, ambapo klabu ya soka ya Simba tunashuhudia wanashiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, ambapo wiki hii wanatarajia kucheza mechi ya mzunguko wa pili dhidi ya Stade Malien kutokea katika Mali, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumapili tarehe 30 mwezi wa 11. Na mara baada ya kumaliza mchezo huo, tunaona Simba watarejea katika mechi za ligi kuu ya NBC. Sasa ndani ya klabu ya soka ya Simba jinamizi limeingia, kwa sababu kuna nyota wao ambao ni tegemeo na ni muhimu sana katika kikosi cha kwanza, ambao wamegubikwa na majeraha na kuweza kukosekana katika michezo hii ambayo klabu ya soka ya Simba Sports Club wanakwenda kuicheza kwa sasa. Kwa hiyo siku ya leo tunakwenda kutazama ile orodha ya wachezaji ambao Simba wanahamisi kuelekea katika mchezo wao pale nchini Mali dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stade Malien, ambapo ukiangalia tayari msafara wa wachezaji 21 umeondoka nchini Tanzania kuelekea katika nchi ya Mali, huku wachezaji 7 wakikosekana katika kikosi hiko cha klabu ya soka ya Simba. Hii taarifa nzuri sana kwa mashabiki wa klabu wa soka ya Simba Sports Club. Tukienda kuanzia nyota wa kwanza ambaye klabu ya soka Simba watakwenda kumkosa ni Vedatus Masinde. Vedatus Masinde ni mchezaji ambaye anacheza katika eneo la beki wa katikati, lakini beki huyu tunaona hayupo katika mipango ya meneja Dimitar Pantev na ameweza kumwacha nchini Tanzania. Nyota wa pili ni Awesu Ali Awesu, kiungo bamia huyu, ambapo mchezaji huyu anacheza katika eneo la kiungo mshambuliaji. Awesu Ali Awesu, maisha ya kupata namba katika kikosi cha kuna Msimbazi yamekuwa ni ngumu sana. Tunashuhudia nyota huyu pia ni miongoni mwa mchezaji ambaye ameweza kuachwa katika ardhi ya Tanzania. Nyota wa tatu ambaye Simba watakwenda kumkosa ni kiungo mkabaji, kiungo punda. Hapa tukienda kuongelea miongoni mwa wachezaji ambao wamedumu Simba kwa muda mrefu, Mzamiru Yasin Selemba. Mzamiru Yasin Selemba ni mchezaji muhimu sana katika eneo la kiungo, licha ya kupona majeraha yake, lakini bado hajawafiti 100% kuweza kuhimili mikiki uwanjani na ameweza kuachwa nchini Tanzania. Nyota wa nne ambaye klabu ya soka Simba watakwenda kumkosa katika mchezo huu muhimu ni Kibu Dennis Prosper. Sote tunafahamu umuhimu wa Kibu Dennis Prosper katika mechi za kimataifa, jinsi ambavyo nyota huyu anapambana. Sababu za Kibu Dennis Prosper kuweza kuachwa nchini Tanzania ni kwamba Kibu Dennis Prosper tunashuhudia aliweza kumpoteza babake, yani alifiwa na babake pale mkoani Kigoma. Kwa hiyo hakuweza kufanya training na wachezaji wenzake. Kwa hiyo Simba wakirejea nchini Tanzania ndipo mchezaji huyu atakapoungana na wachezaji wenzake, kwa sababu ukiangalia bado hata utimamu wa akili haupo safi. Kwa hiyo tunaona Kibu Dennis kufiwa na babake ndio sababu naye pia ameweza kuachwa nchini Tanzania. Hebu kama tujiendelea mbali, mtakie pole Kibu Dennis hapo, kwa sababu kumpoteza mzazi si jambo rahisi. Nyota wa tano ambaye klabu ya soka ya Simba wanakwenda kumkosa ni beki wao spare. Hapa tukienda kumongelea Abdulrazak Hamza. Tunafahamu Hamza ubora wake ni miongoni mwa makinda ndani ya klabu ya soka Simba, lakini amekuwa katika kiwango bora sana katika mechi ambazo amepewa. Tunashuhudia nyota huyu Abdulrazak Hamza amefanyiwa operation ama upasuaji wa goti, kwa hiyo atakwenda kukosekana katika mchezo wa Simba na inategemea kwamba anaweza kukaa nje mpaka mwezi Januari mwaka 2026. Nyota wa sita ambaye klabu ya soka ya Simba watakwenda kumkosa ni Mohamed Bajaba. Mohamed Bajaba aka Starboy ni mchezaji ambaye Simba walimsajili dirisha dogo wakitarajia mambo makubwa kutoka kwake, lakini walimsajili akiwa na injury ama majeraha, licha ya kupona majeraha yake, kwa sababu sasa hivi tunamwona anafanya mazoezi na wachezaji wenzake. Lakini taarifa za ndani kabisa ni kwamba meneja Pantev bado hajamuamini kiungo huyu ambaye Simba watu wengi wanasubiria kumuona, kwa sababu tokea sajiliwe hajacheza mchezo wote. Kwa hiyo kwa sasa anatafuta utimamu ama fitness ili aweze kuungana na wachezaji wenzake. Kwa hiyo hivyo Starboy ameweza kuachwa nchini Tanzania. Na nyota wa mwisho wa saba ambaye Simba wanakwenda kumkosa ni Musa Kamara Pinpin, ambapo sisi tunafahamu ubora wa Musa Kamara Pinpin
aka Spiderman ni miongoni mwa magolikipa bora kabisa ndani ya kikosi cha timu ya soka Simba. Kwa hiyo kuelekea katika mchezo huu tunaona anakwenda kukosekana. Ni pigo zito kwa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi kwa sababu amefanyiwa operation ya goti pale nchini Morocco. Kwa hiyo tunaona si taarifa nzuri sana kwa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi kukosekana kwa Musa Kamara. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio orodha ya wachezaji 7 confirmed ambao Simba wanaenda kuwakosa katika mchezo wao dhidi ya Stade Malien. Wengine wataendelea kukosekana mpaka mwakani. Tuambie neno la comment kwa Musa Kamara. Je, golini aanze nani? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.